Asante sana msikilizaji wa 99.5 SFM, ikiwa tayari dakika 31 mara baada ya saa 3 za usiku, na leo ni siku ya Alhamisi, Machi 20, 2025. Tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine cha kukutana tena na watumishi wa Mungu kutokea kanisa la True Gospel Impact Church Makambako, na hapa tutakwenda kuungana moja kwa moja na mtumishi wa Mungu mchungaji Loita Mgeni, sambamba pia na watumishi wengine wa Mungu kutokea pale pale kwenye kanisa la True Gospel Impact Church. Na amini jioni ya leo Mungu atakwenda kukubariki wewe ambao utaungana nasi jioni ya leo, lakini nikupe matumaini kwa wewe ambao uko na shida, uko na changamoto, basi watumishi wa Mungu kutokea kanisa la True Gospel Impact Church watakwenda kukuombea, lakini watakupa ushauri juu ya changamoto ambayo upo nayo. Nitakwenda kutaja namba ya simu ya mtumishi wa Mungu mchungaji Loita Mgeni kwa ajili ya huduma kwa wale ambao watahitaji maombezi, namna kufika kanisani, lakini usisahau kuendelea kufuatilia mahubiri haya kwenye mitandao ya kijamii. Ukienda pale kwenye akaunti ya YouTube utaona live watumishi wa Mungu wakiendelea kuhubiri hapa studio. Andika True Gospel Impact Church Makambako, andika True Gospel Impact Church Makambako, utaona live kabisa mahubiri haya. Na kama umekuwa ukitingwa siku tofauti tofauti, basi una nafasi ya kwenda kufuatilia mahubiri haya, utayaona. Lakini kabla ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu, basi nikukumbushe nambari ya simu ya mchungaji Loita Mgeni ambaye ni mchungaji anakuhutubia leo jioni ya leo kwenye namba 0764 81 97 77. Mpigie simu, mtumie message kwenye namba hiyo 0764 81 97 77. Narejea tena kwa faida yako msikilizaji, kwa ajili ya kupata ushauri, maombezi na kufika kanisani. Namba ni 0764 81 97 77. Ukiwa na namba hiyo, basi moja kwa moja ukipiga au kutuma message utakwenda kuzungumza na mtumishi wa Mungu mchungaji Loita Mgeni. Na kama hujaandika usiwaze, mwishoni tutahitaji tena ili kuhakikisha kila mmoja wetu anakuwa na namba hiyo. Kwa sasa niwakaribisha watumishi wa Mungu ambao niko nao hapa studio ukiongozwa naye mchungaji Loita Mgeni. Karibu sana. Asante. Nichukue nafasi kwanza kumshukuru Mungu, ametupa uzima, afya, tunapumua, hata ametujalia kuwepo tena mahali hapa. Nichukue nafasi kukushukuru MC wetu, kiongozi wetu na tuongoza kwa mambo ya mitambo hapa. Mungu akubariki sana, na mwandishi wa habari tuko naye hapa, Mungu awabariki. Lakini kipekee sana Mungu awabariki wasikilizaji wetu ambao siku zote mko hewani kutufuatilia. Ninaamini Mungu ana jambo na wewe, wala usikate tamaa, songa mbele. Na kile ambacho Mungu anajaribu kukusikizisha kila siku inapoitwa leo, basi chukua, wala usikiache, usikitupe, kitakufaa, ni chakula kizuri. Naamini kitakuwa ni sehemu ya kukusaidia wewe kukuvusha mahali upo, kwa sababu Biblia inasema kati ya kitu ambacho kitatusaidia, kinachoweza kutuweka kweli, kinachoweza kutuweka huru ni kweli ya neno la Mungu. Kwa hilo neno ambalo unaendelea kulisikia siku zote litakufaa kwa maisha yako. Haleluya. Amen. Niendelee kukupa nafasi nikukaribisha usiku wa leo, ungana nasi sasa. Uko na mimi mchungaji Loita Mgeni usiku wa leo, nikiwa nimeongozana na Mrs. Mwinjilisti Mrs. Abisai, niko naye hapa. Tunaamini kila kitu ambacho Mungu amekusudia kitakwenda sawa. Basi baada ya hatua hiyo, ninaomba niendelee na ratiba iliyo mbele yetu. Awali niombe nimshukuru Mungu ili kuendelea na ratiba iliyo mbele yetu. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Asante kwa upendo wako, asante kwa kuwa pamoja nasi, asante kwa kuwa unaendelea kututunza na kutulinda. Baba, tunalitukuza jina lako, wewe uliyetupenda wakati ukilimia jina linalopita majina yote, ili kwa jina la Yesu Kristo tuombe lolote tunalohitaji tupate, tufanye chochote ili tupate msaada. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya hili jina ulilotukirimia. Tunajiweka mikononi mwako, na zaidi kwa ajili ya kipindi hiki sasa tunakikabidhi mikononi mwako. Roho Mtakatifu katuongoze, ukawe pamoja nasi, ukatuwezeshe. Sema na ndugu zetu wote ambao wako hewani sasa. Tunaamini kuna kitu ambacho Mungu umekusudia kusema nao, ukaseme na mioyo yao. Roho Mtakatifu ukaguse mioyo yao, waweze kupokea ujumbe wa neno la Mungu. Baba, asante kwa ajili ya chakula hiki cha kiroho, na Yesu ukasema
mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Asante Bwana kwenda kunijalia kuyanena maneno yenye uzima. Najiweka mikononi mwako sasa katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Basi kwa kwanza kwetu tutaanza na kitabu cha Efeso, Paulo kwa Efeso sura ya 2 na mstari wetu wa 10. Naomba msomaji wangu, naomba uweze kutusomea mstari huo. Efeso sura ya 2 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kati ya kitu ambacho Mungu amekusudia jioni ya leo ni ujumbe mzuri sana kwako. Mimi mwenyewe wakati Mungu anajaribu kunisemesha, hakika nikaona Mungu amekupenda sana msikilizaji wetu siku ya leo, jioni ya leo. Biblia inasema, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Ujumbe wetu wa msingi ambao tunatamani tuangalie ni hii habari ya matendo mema. Tumeumbwa katika Kristo Yesu ili tutende matendo mema. Nataka tuangalie juu ya matendo mema, na Yesu anapozungumzia matendo mema yanatusaidia nini, yanatufikisha wapi. Swala hili la matendo mema limechanganya walio wengi kwa ajili ya lugha hii ya matendo mema, na hasa kwa kushindwa kuelewa Mungu anapozungumzia juu ya matendo mema. Ili mtu aende mbinguni anatakiwa afanye nini? Kwa unakuta mtu ameishia kutenda matendo mema akiamini ya kwamba amemaliza kila kitu, lakini ni vyema tukaangalia kitu ambacho Mungu amekusudia anapozungumzia tumeumbwa katika Kristo Yesu ili tutende matendo mema. Tafsiri yake sahihi ni ipi? Bwana Yesu asifiwe. Na hii itatusaidia tuelewe matendo mema. Maana ukiangalia walio wengi sana, na hii imenipa changamoto kubwa sana, na nikamwomba Mungu anisaidie katika hili eneo. Asante Yesu kwa kile ambacho amenipa nafasi, amenisaidia, na ninaamini na wewe unakwenda kusaidika leo kwenye huu ujumbe kwamba tumeumbwa katika Kristo Yesu ili tutende matendo mema. Matendo haya anasema matendo haya mema ambayo tuliwekewa tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Alikusudia tangu kuumbwa misingi ya ulimwengu ili kuhakikisha watu wanatenda matendo mema, wanatembea kwa mfumo huu. Sasa basi, naomba msomaji wangu ili tuweze kusogea vizuri na watu waelewe juu ya matendo mema. Cha kwanza naomba tufungue kitabu cha Yakobo, na hapa ndipo palipokuwa na changamoto kubwa. Yakobo sura ya 1, naomba tusome mstari wetu wa 27. Yakobo sura ya 1 mstari wa 27. Anzia mstari wa 26 msomaji wangu. Yakobo sura ya 1 mstari wa 26 na 27. Amen. Mtu akizani ya kuwa anayo dini, wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, hali akijidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. 27. Dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kutazama yatima na wajane katika zikiri yao, na kujirinda na dunia pasipo mawaa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapa ndio tunakwenda kuiangalia matendo mema. Biblia inasema mtu akidhani ya kuwa anayo dini, wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, hali akijidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inazungumza kwa habari ya dini. Msomaji wangu, nisomee mstari wa 27. Yakobo sura ya 1 mstari wa 27. Neno la Mungu linasema, dini iliyo safi. Naomba urudie tena hapo.
Dini iliyo safi. Watazamaji wetu natamani wapasikie hapo. Dini iliyo safi. Dini iliyo safi. Isiyo nataka mbele za Mungu. Isiyo nataka mbele za Mungu. Dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu ni hii. Kwenda kutazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hii ndiyo dini iliyo safi, na Biblia inazungumzia kwa habari ya dini. Sasa ni muhimu sana kuelewa dini, na hii ndiyo iliyochanganya wengi, akaishia kwenye matendo mema akidhani amefanikiwa, akidhani njia hiyo inampeleka mbinguni. Na Biblia inasema dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Haleluya. Sasa hii ndiyo dini iliyo safi, na watu wengi wametimiza wajibu huu. Sikiliza, unafanya jambo zuri sana, unafanya jambo la baraka sana, unafanya jambo ambalo unakwenda na Mungu Roho Mtakatifu amekusudia kukutazamisha jambo unalolifanya, faida ya jambo unalolifanya na matokeo ya jambo unalolifanya, na mwisho wake ufanye nini? Biblia inasema hii ndio dini isiyokuwa nataka, iliyo safi. Shughuli yake ni kuwatazama yatima, wajane katika dhiki zao, katika shida zao, katika mahangaiko yao. Hii ndio dini. Sasa basi, nataka nikuonyeshe dini hii. Msomaji wangu, naomba katika matendo mema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakati unaangalia kwenye Yakobo anazungumza wanaotenda matendo mema. Dini iliyo safi ni matendo ambayo yanatendwa na watu, kuwaona yatima, kuwaona wajane. Hii ndio dini iliyo safi. Dini iliyo safi, unaposoma kwenye Tito unaweza ukaelewa juu ya hii dini, na niomba nikusomea kwenye Kiswahili cha kisasa kabla tujafafanusha hapa. Anasema watu wetu hawana budi kujifunza kujitoa kutenda mema, ili waweze kuwasaidia watu wenye mahitaji ya lazima ya kila siku, wasije wakaishi maisha yasiyokuwa na matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Biblia inasema hivi: ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Haleluya. Amina. Kumbuka, dini iliyo safi ni ile ambayo ina matendo mema, inawaona yatima, inawaona wajane. Na Yesu amekusudia kuwasafisha watu kama hao. Anasema amejitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe. Watu gani hawa ambao amewakusudia kuwasafisha ili watu hawa wawe miliki yake mwenyewe? Biblia inasema wale walio na juhudi katika matendo mema. Bwana Yesu asifiwe. Haya unayoyatenda ndiyo dini iliyo safi. Haya unayoyatenda ndiyo watu ambao Mungu amewakusudia kuwasafisha, amewakusudia kuwaokoa. Anasema wale walio, ili ajisafishie watu wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Wakati unatenda matendo mema, wakati unakwenda kuwaona yatima, ni jambo linalobariki Mungu. Uko karibu na uso wa Mungu. Watu kama hao Mungu anawatafuta apate kuwasafisha, anawatafuta waokoke. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, wakati unausikia ujumbe, unakutafuta wewe ambaye umefanikiwa, una matendo mema, unawaona yatima, unawaona ya wajane. Yesu anawatafuta watu kama hao ili awasafishe, ili awaokoe. Na hiyo ndiyo dini iliyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Dini iliyo safi ni matendo, ina matendo mema, inawaona yatima,
inawaona wajane. Hii ni dini isiyokuwa na mawaa, na watu kama hao Yesu anasema hawa ambao ndio dini. Bwana Yesu asifiwe. Anasema anawatafuta ili kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na majuhudi katika matendo mema. Kazana na hiyo juhudi, Yesu atakuona. Bwana Yesu asifiwe. Manake matendo mema yanakuweka karibu, Mungu akuona, anaanza kukuona kwa karibu, kwamba kuna mtu anajitahidi, wala anatenda matendo mema. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize msikilizaji unayenifuatilia. Haleluya. Amina. Ngoja nikuonyeshe dini. Na hicho unachokifanya, Mungu akubariki sana. Hicho unachokifanya unakutana na uso wa Mungu sio muda mrefu. Na Mungu anasema na wewe chukua hatua, kwa sababu kazi uliyoifanya Mungu anataka kukuokoa kupitia kazi uliyotenda. Imembariki Mungu. Matendo uliyoyatenda, matendo mema, yamembariki Mungu, na hiyo ndiyo dini iliyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisomee Matendo ya Mitume sura ya 10. Matendo ya Mitume sura ya 10. Utanianzia mstari wa kwanza, msomaji wangu. Matendo ya Mitume sura ya 10 kuanzia mstari ule wa kwanza. Amen. Neno la Mungu linasema, palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi, kama saa 9 ya mchana, malaika wa Mungu akamjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini? Kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi, peleka watu Yafa, ukamwite Simoni aitwaye Petro. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja, jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Atakuambia ya kupasayo kuyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Huyu anaitwa Kornelio. Biblia inasema alikuwa ni mcha Mungu, ni mchaji Mungu. Alikuwa na sali kama unavyosali wewe. Alikuwa anatoa sadaka kama unavyotoa wewe. Alikuwa anaenda kuona yatima kama unavyokwenda kuona wewe. Alikuwa anatoa sadaka, Biblia inasema kwa watu, anasema Biblia inasema. Haleluya. Amen. Alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Hii ndiyo dini. Bwana Yesu asifiwe. Na Kornelio alikuwa kwenye dini vizuri sana. Kwa haya ndiyo matendo ya dini, na haya ndiyo yaliyomsogeza Kornelio akakutana na Mungu. Mtu wa Mungu, kazi unayoifanya Mungu anasema na wewe. Biblia ikamwambia Kornelio, nenda, kuna mtu mmoja nimemwandaa kwa ajili yako. Atakusaidia, atakwambia ya kupasayo kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko hapa, msikie Mungu anasema na wewe. Na Mungu anasema na wewe jioni ya leo, ili uende mahali Roho Mtakatifu anasema na wewe. Inawezekana ni muda mrefu, wakati unaendelea kutenda matendo mema, unaendelea kuwaona yatima, unaendelea kuwaona wajane, Mungu akawa anakutazamisha mahali, akawa anakutazamisha. Kuna mchungaji unaona kabisa unatamani kama ungekutana naye, analo jambo la kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Analo jambo la kusema na wewe. Haleluya. Inawezekana kuna mahali unatamani kama ningeenda mahali pa ibada, mahali fulani, ni Mungu anasema na wewe. Unaposikia sauti, ni Mungu anasema na wewe. Kornelio alikuwa akitenda matendo mema, ndio aliyomfanya Mungu asema na yeye, kwa sababu matendo mema yanampeleka karibu na Mungu, kwa sababu tumeumbwa tutende matendo mema, na hii ndiyo dini iliyo safi, na hii ndiyo ambayo iko karibu na uso wa Mungu. Wakati Kornelio ametenda matendo mema, Mungu akamwambia, Bwana, hayo matendo yameugusa
yamegusa moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hayakupeleki mbinguni. Ili uende mbinguni, nenda kwa mtu mmoja, atakwambia yakupasayo kutenda. Matendo mema ni mayakubali. Hii ndiyo dini niliyokuwa naitamani. Hichi ndicho kitu nilichokuwa nakiangalia. Umefaulu kutenda matendo mema. Haleluya. Angalia anachokwenda kuelezwa na Bwana Petro. Msomaji wangu sogea hapo hapo mstari wa 44. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 44. Anzia pale. Neno la Mungu linasema, Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno. Na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa. Watu wote walikuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagikiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Bwana Yesu asifiwe. Maliza mstari wa 48. 48, akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo wakamsiza azidi kukaa siku kadhaa wa kadha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ndiyo dini. Dini iliyo safi ni matendo, kutoa sadaka kwa yatima, kutoa sadaka kwa wajane. Hichi ndicho alichokifanya Kornelio. Na Mungu kile kitendo kilimbariki Mungu. Mungu akasema naye. Mungu anasema na wewe. Asante Yesu. Kornelio aliposikia sauti ya Mungu, Mungu anamwambia, nenda kwa hicho ulichokifanya. Nenda kamwone Petro, atakwambia yakupasayo. Kornelio hakusita. Wewe unasita nini? Mungu anasema na wewe na anakutazamisha mahali pa kwenda. Mungu hana namna nyingine ya kukusaidia isipokuwa amekuokoa. Isipokuwa umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hicho ulichokifanya, Mungu anakiu uchukue hatua ya kumkiri ili umpokee afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa sababu hicho unachokifanya hakikupeleki mbinguni. Amina. Hicho unachokifanya kinakuleta karibu na Yesu. Na hiyo Yesu anaifurahia, sema hii ndio dini sana. Na Kornelio alipofanya hivyo, Mungu akasema, sikiliza, nenda, atakwambia yakupasayo. Kornelio alipokwenda kwa Petro, Petro akamweleza yampasayo. Na Petro anasema, Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote wali. Sura ya 2. Sikia neno, maana Petro alihubiri, akamwambia yampasayo. Akamwambia kwa sadaka ulizotoa Mungu atakuokoke. Anataka ubatizwe. Na ndio maana ukuta hatua ya mwisho alipomkiri Yesu, alipomwamini Mungu, aliokoka, akabatizwa. Alipobatizwa wakaanza kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na watu wote waliokuwa pale wakaanza kushangaa. Watu hawa wananena kwa lugha. Haleluya. Amina. Mataifa ambao tunaamini hawana Mungu, ghafla wananena kwa lugha. Mungu, kilichomgusa Mungu ni zile sadaka, ni dini waliokuwa nayo ndani yao, dini ambayo walikuwa wakiitumikia kutenda matendo mema. Matendo mema hayakupeleki mbinguni, bali kuokoka. Yesu Kristo ameleta wokovu ili huyu anayetenda matendo mema amwamini Yesu aokoke. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hii ndiyo dini tunaiona Kornelio. Sasa Kornelio aliitika wito. Msikilizaji wangu unayetusikia, Yesu ameikubali sadaka yako. Anatamani uchukue hatua. Na kuna mtu amemwandaa kwa ajili yako akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Chukua hatua, Mungu akusaidie. Umpokee Yesu. Rudi Tito, msomaji wangu. Rudi Tito. Kitabu cha Tito, nisomee mstari wa 8. Tito sura ya 3 mstari wa 8. Tito sura ya 3 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, ni neno la kuaminiwa, na mambo hayo nataka uyanene kwa nguvu, ili wale waliomwamini Mungu wamkumbuke kudumu katika matendo mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hii baada ya kuokoka, angalia anachokizungumza Tito kwa Paulo kwa kitabu cha Tito. Anasema hivi, ni neno la kuaminiwa,
na mambo haya nataka uyanene kwa nguvu, ili wale waliomwamini Mungu wakumbuke kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Katika matendo mema. Hayo ni mazuri tena yana faida kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inakuta sasa hata aliyeokoka anashauriwa sasa kudumu yale aliyokuwa akiyatenda kabla ya hajaokoka, yakamfanya Mungu amuone, Mungu akamuokoa. Mungu Roho Mtakatifu anashauri kwamba adumu. Anasema hivi, ni neno la kuaminiwa, na mambo haya nataka uyanene kwa nguvu, ili wale waliomwamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema. Hayo ni mazuri tena yana faida kwa wanadamu. Nisomee na mstari wa 14 chini pale, mtumishi wangu. Tito sura ya 3 mstari wa 14. Watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema kwa matumizi yaliyo lazima, ili wasiwe hawana matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema. Haleluya. Amina. Haya mema ambayo dini ilikuwa ikifanya na Yesu akakutana nao akawaokoa. Yesu anasema na watu wetu nao wadumu. Anasema watu wetu nao wajifunze kudumu katika kutenda mema kwa matumizi yaliyo lazima, ili wasiwe hawana matunda, ili wasiwe hawana matokeo. Manake matendo mema kuna matokeo, utaleta matunda, kwa sababu matendo mema walioyatenda, matokeo ya ndugu zetu waliotembea kwenye dini kuwaona yatima, matokeo waliokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo waliokolewa, Yesu akakutana nao, na Yesu anaitangazia dini, na ndio maana dini inamtafuta Mungu, bado haijamuona. Na moja ya kumtafuta Mungu ili uone uso wa Mungu ni matendo mema. Bwana Yesu asifiwe. Ili umuone. Haleluya. Dini inamtafuta imuone, na njia ya kumtafuta ni hayo matendo mema, na Mungu anapendezwa na hayo matendo mema. Ndio maana anasema tumeumbwa katika Kristo Yesu ili tutende matendo mema, na hayo ni mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo yapendeza. Haleluya. Amina. Kwa hiyo mtu wa Mungu unayetusikiliza, wakati unasikia sauti katika hayo mema uliyotenda, Mungu anasema na uchukua hatua. Ndugu yetu aliposikia akaambiwa, nenda muone mtu fulani, katika mema uliyotenda nimeyasikia, na sadaka zako zimefika mbele zangu, lakini kwa matendo hayo mema uliyotenda, nenda kamwone mtu fulani, atakwambia, atakufundisha ya kupasayo. Haya mema hayatakusaidia kwenda, isipokuwa nenda kapokea ujumbe wa mwisho likupasayo kutenda kupitia hayo mema uliyotenda. Nimekuona, nimekusikia, sadaka zako zimefika mbele zangu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Mungu alipochukua hatua ya kumkutanisha na Petro, na alipokutana na Petro akaokoka. Haleluya. Akampokea Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi na kwa kuwa muda wetu natukimbia, mtu wa Mungu, pokea ujumbe huu, na Mungu kile alichosema na wewe chukua hatua. Kuna mtumishi Mungu alikuwa anasema na wewe, huyo mtumishi wa Mungu analo jambo la kukusaidia, ana jambo la kukuweka mahali sahihi. Nenda kamsikilize, mwambie, Bwana, nimesikia Injili, naomba unisaidie, nini kinachonipasa nikifanye? Utasaidiwa. Mwenzetu alipokwenda akaambia, sikiliza, mwamini Kristo. Akafundishwa, alipofundishwa akamwamini Kristo, akabatizwa. Haleluya. Na mimi naamini ujumbe utakusaidia, na hii ndiyo dini yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Matendo mema ndiyo dini, ila hayakupeleki mbinguni, ila wokovu peke yake ndio unakupeleka mbinguni. Dini ikusaidie kusogea kwenye uso wa Mungu, ili Mungu akuone. Akikuona Mungu atakwambia nenda, watakusaidia kupasayo kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa maneno haya, Mungu akubariki sana msikilizaji wetu ambao umekuwa pamoja nasi usiku wa leo. Niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Asante kwa ajili ya usiku wa leo. Asante kwa ajili ya neno zuri. Roho Mtakatifu, asante kwa yote uliyosema na wasikilizaji wetu ambao Mungu umeweka moyo watu wa utayari. Baba, achilia neema waweze kukupokea wewe, wachukue hatua ya kukukimbilia wewe, katika jina la Yesu Kristo. Naendelea kuwaweka katika mikono yako Mungu.
katika ulinzi wako tangu sasa. Bwana ukawalinde, ukawapiganie, ukawaongoze, usiwaache katika jina la Yesu. Waikute neema ya Mungu. Umetujalia watumishi wako hata tunanena maneno haya kwa ujasiri. Baba, wape na waikimbilie neema hii katika jina la Yesu. Baba, naiweka mikononi mwako ratiba nzima, na zaidi yote Mungu tutaendelea kuachilia vipindi hivi katika mikono yako Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa yote unaendelea kutujalia. Asante Yesu, na acha yote kwako tukiomba na kuamini. Amen. Amina sana mtumishi wa Mungu. Naamini msikilizaji umebarikiwa vyema kabisa. Basi nami nihitimishe kwa kutaja namba ya simu ya mchungaji Loita Mgeni kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya ushauri, lakini namna kuweza kufika kwenye kanisa la True Gospel Impact Church. Namba ni 0764 81 97 77. Narejea tena, piga simu kwenye namba ya mchungaji Loita Mgeni ni 0764 81 97 77. Piga simu, tuma message, mtumishi wa Mungu mchungaji Loita Mgeni atakusikiliza. Lakini nyote mnakaribishwa kwenye ibada ambazo zimekuwa zikiendelea pale kwenye kanisa la True Gospel Impact Church. Kwa kuhitimisha, basi watatupa ratiba za ibada ambazo zimekuwa zikiendelea pale kwenye kanisa la True Gospel Impact Church. Karibu sana kwa ajili ya kueleza ratiba za ibada ambazo zimekuwa zikiendelea pale kanisa la True Gospel. Asante sana, nikushukuru na nitumie nafasi hii kumkaribisha mwinjilisti Mrs. Abisai. Karibu kwa ajili ya kuwajulisha wasikilizaji wetu ratiba za vipindi. Karibu. Ratiba za vipindi ni Jumanne kuanzia saa 3:30 mpaka saa 4 kamili, na Alhamisi kuanzia saa 3:30 mpaka saa 4 kamili. Karibuni sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu awabariki sana. Msisahau pia Jumapili ni saa 4 kamili asubuhi, na Jumatano ni siku ya maombi ni saa 10 jioni, na Ijumaa ni ibada ni saa 10 jioni. Mungu awabariki. Karibu sana. Amina sana watumishi wa Mungu. Nami niwatakie usiku mwema wasikilizaji, lakini niwasihi kwa wale ambao wako na changamoto, mko na shida, mko na magonjwa, msisite kuendelea kuwasiliana na mtumishi wa Mungu mchungaji Loita Mgeni kwa ajili ya kupata ushauri pamoja na kuombewa moja kwa moja kupitia nambari ya simu ambayo ni 0764 81 97 77. 0764 81 97 77. Piga simu, mtumishi wa Mungu atakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kuwasikiliza. Bye bye, una usiku